kisimamo au ibada za usiku, sala ya usiku, qiyamul layl. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea baadhi za amali, baadhi za vitendo ambao kwamba ukiyafanya kama Muislamu unapata ujra ka qiyamul layl, unapata malipo kama mtu ambaye kwamba aliyesali sala za usiku au alifanya ibada usiku kucha. Faida ya qiyamul layl, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza hasa katika mwezi mtukufu Ramadhan, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesali sala za usiku katika mwezi mtukufu Ramadhan, qiyamul layl, ambapo inakuja kwa majina tofauti, qiyamul layl au tarawih katika mwezi mtukufu Ramadhan au tahajjud, atakayesali ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake. Ama kwamba hii ndio lengo kubwa ya ibada ambayo kwamba tufanya katika mwezi mtukufu Ramadhani, kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tupatie janna na tuepushe na moto wa jahannam. Kwa hivyo ukisali qiyamul layl katika mwezi mtukufu Ramadhani, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe madhambi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatusia akasema, alaikum biqiyamil layl, alaikum jitahidini kusali sala za usiku, fa innahu da'abu salihin. Hii ni sifa ya waja wema, kusali sala za usiku ni sifa ya waja wema, kwa sababu Allah anasema inna nashi'atal layl hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Yani sala za usiku mtu anaposali yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua ambayo kwa unaziomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atazijibu katika sala zako za usiku. Ni miongoni mwa sala za siri. Ndio kujua waja wema ni wale wanaofanya ibada zao za siri, na miongoni mwao ni qiyamul layl. Hakuna anayekuona isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kaeleza vile vile wa qurbatu ila rabbikum. Hii qiyamul layl ni moja katika sala inakukurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisali usiku uko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa mukaffiratu as-sayyi'at. Na qiyamul layl ni moja katika njia za kufutiwa madhambi, sala za usiku. Kwa hivyo miongoni mwa sala ambayo kwamba tumekuwa tukisali sala za usiku hasa katika mwezi mtukufu Ramadhani ni sala ya tarawih. Sala ya tarawih ni sala ambayo kwamba ukisali, angalia Mtume akasema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hizi vipengele viwili lazima viwe katika ibada yako ili upate maghfira, iwe na imani. Wahtisab, uwe ni mtu ambaye kwamba una matarajio, hauifanyi adatan, hauifanyi kuridhisha watu, haufanyi kuonekana, bali unaifanya mukhlisan lillahi azza wa jalla. Unasali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale Mtume akasema hata kwa yule ambaye kwamba hawezi kusali amesimama, asali akiwa amekaa, asali akiwa amekaa, ili zile fadhila na ubora wa qiyamul layl isiweze kukupita. Na masalafu salih, waja wengi ambao kwamba walitangulia hawakuacha kusali qiyamul layl, mpaka ilikuwa inafikia hadi wao wakimwona mtu ambaye kwamba pengine anatafuta usiku, umetokea dharura fulani, kamwangalia fulani, wakibisha nyumbani kwake wanasema fulani amelala kupumzika, wanastaajabu sana. Yani wako hapo na qiyamul layl, yani watu ambao kwamba walikuwa wakisali sala za usiku. Inna min rahmatillah biibadihi, katika rahma ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wake ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ametupendekezea sisi a'mal, vitendo yasira, vitendo makwama nyepesi, ibada makwama ni rahisi kwetu sisi, lakini yu'dilu thawabuha qiyamul layl. Tazungumzia baadhi ya vitendo kidogo sana, ukiyafanya unajizolea thawabu. Ni mtu amefanya ibada usiku, qiyamul layl, umesimama usiku katika ibada. Faman fatahu qiyamul layl, na yeyote yule ambaye kwamba tunajua katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote yule ambaye kwamba amepitikiwa na kusali qiyamul layl au ajaza anhu, amepata usiku uzito, uzito pengine kwa maradhi, usingizi, basi fala yafutu alayhi hadhihi al-a'mal, basi haya ambayo kwamba tunasema isikupite. Pengine wewe ulikuwa ni mgonjwa, umelazwa pale hospitali, au pengine ni mgonjwa, au pengine umepata pengine mwili uchovu leo katika shughuli zako za siku imekuwa, au umepitikiwa pengine baada ya chuma cha nipumzike kidogo nilale, basi ikawa masala unakuja kukutuka alfajiri. Utafanya nini ili wewe uweze kulipiza zile thawabu usikose? Nasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwanza ili uweze kuandikiwa thawabu ya kusali usiku kucha qiyamul layl, adau salatu tarawih kullaha ma'a al-imam, ni kusali sala ya tarawih nyuma ya imam mpaka atakapomaliza. Yani unasali tarawih pamoja na watu mpaka ile sala iishi. Maana tuna watu ambao kwamba wana tabia, amesali raka mbili, raka nne, imefika witri, ameshika njia, ameondoka. Wengi wanafanya hivi. Haujakatazwa kusali witri, isipokuwa hautakuwa na witri nyingine utasali kule usiku. Weza kuzidisha, kwa sababu salatu layl matna, sala za usiku ni raka mbili. Kwa hivyo ukazisali tarawih mpaka umemaliza na imamu mpaka ile witri. Kwa ushahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza, nani Abu Dharr al-Ghafari radhiallahu anhu anasema, sunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tumefunga pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walam yakun bina shay'an min ash-shahr, kwa hivyo hatukusali katika ile mwezi. Hadithi ya Abu Dharr, ikawa kuna masiku Mtume sallallahu alaihi wasallam anasali na wao sala za usiku, na kuna nyakati nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asali na wao sala za usiku. Kwa hivyo akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini hukumu ya yule ambaye kwamba amepitikiwa na zile siku zingine ambapo kwamba amekosa kusali, au yule ambaye kwamba anasali nyuma ya imam? Baada Mtume kasema, inna rajul, hakika mtu, idha salla ma'a al-imam, akasali pamoja na imam, hatta yansarifa, mpaka imamu akamaliza, usiba lahu qiyamul layl, anaandikiwa amesali usiku kucha. Tarawih masaa ngapi? Kwa wingi sana, labda tuseme masaa mawili au masaa matatu, kwa wingi sana masaa matatu. Hiyo umechanganya Isha pamoja na tarawih, kuanzia saa 2 hadi saa 3:30, saa mawili hata wana na hours, saa 1:30. Kwa hivyo wewe umejisacrifice, umejitolea saa 1:30 kwa ajili ya kufanya ibada nyuma imamu mpaka ile tarawih ikaisha. Wallahi unaandikiwa pale nyumbani milele, lakini umeandikiwa thawabu ya qiyamul layl katika mwezi mkuu. Lakini ufidhi, wengine watafanya qiyamul layl ni kama timu ya mpira fulani, akienda basi wanafuatana, akikosa kwenda leo basi wale wengine hawaji, mashabiki. Na kwa sasa qiyamul layl kama ushabiki, sio ibada. Kwa maana nyingine ushabiki inaangaliwa, msikiti gani namaliza mapema, ule msikiti mimi naenda kwa gari kule utasimama sana, ule takaimani
kienda kule wewe anza kufikiria saa 4. Hii si masala ya ushabiki, ni masala ya imani wa ihtisab. Umekwenda kusali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ili kwa nini tunasali tarawih? Kwa nini wewe Muislamu unasali tarawih? Kwa sababu ukisali tarawih pamoja na imam una thawabu mara mbili. Thawabu ya kusali ile tarawih. Thawabu ya pili unaandikiwa umesali usiku kucha. Hii kuhesabiwa mtu amesali usiku kucha, anaandikiwa yule ambao kwamba aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha salla rajul ma'a al-imam, mtu anaposali pamoja na imamu hata yansarif, mpaka imamu amalize, usiku lahu qiyamun, na anaandikiwa amesali usiku kucha. Kwa hivyo wewe umesali tarawih, umepata thawabu. Ni kama vile sala ya dhuhur, kila mmoja atasali, nia huwa zinakuwa tofauti. Kuna mmoja hajapata ujra thawabu ya sala ya jamaa, yamepata thawabu ya sala ya dhuhur. Mwenyezi Mungu akasema idha nudiya lis-salati min yawmin fas'au ila dhikri. Hata sala inaponadhiwa ile adhan ni mwito kuita watu katika sala ya jamaa. Kwa hivyo kuna watu wanakuja msikitini ziara, sio sababu ya sala ya jamaa, amekuja ziara, yeye atakaa sala sanga kusema na roho, atafanya shughuli zake. Ikifika saa 7:15 ndio anatoka sasa shughuli zake, anaelekea wapi? Msikitini. Ukimuuliza wewe saa 7:15 hii wewe kweli kwenda msikitini, ukifika ni saa 7:20, kuna jamaa kweli kule, ajali mbona nimeswali msikitini? Kwa hivyo yeye anaitakidi akiswali, akija msikitini amechelewa, na akija akasali ndani ya msikiti yameandikiwa jamaa. Ni ilikosa kutoka wewe mapema. Kwa hivyo kusali nyuma ya imam sala tarawih mpaka imamu akamaliza, unaandikiwa thawabu ya mtu amesali usiku kucha. Ya pili, qira'atu 100 aya fi al-layl, mtu kusoma aya 100 usiku. Aya 100 ukisoma unaandikiwa thawabu, ni mtu amesali usiku kucha. Ushahidi عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ب100 آية في الليلة كتب له قنوت الليل. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yeyote yule ambaye hukuchaguliwa ni aya gani, ni sura gani, wewe bora hakikisha unasali au unasoma aya 100. Ala sabili mithal, ukachukua pengine suratul naba, amma yatasaalun, amma wasafat safa, ukachukua na hiyo na nyingineyo, maadamu itafika aya 100 ukasoma, wewe unaandikiwa thawabu, umeswali usiku kucha. Ya tatu, an Umar al-Khattab radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi au an shay'in minhu فقرأ فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأ من الليل. yeyote yule ambaye atalala kwa udhu, amelala kwa adhkar, sababu kuna wengine hata dua ya kulala pia ni mushkil. Allahumma bismika amna la maneno machache, kisha ukaamka katika hizbi, katika dua, alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huku kwa siku nyingine. Kisha faqara minha, ukaweza kusoma baina baada al-fajr mpaka salatu al-dhuhr, unahesabiwa ile kisomo ambao kama ulisoma baada al-fajr mpaka dhuhur, unaandikiwa thawabu ulifanya kisomo usiku, ulisoma Qur'an usiku. ثبت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي، يقال يثبت بالحديث من متوم صلى الله عليه وسلم إذن عائشة متوم صلى الله عليه وسلم ilikuwa kusema Aisha, kana idha man'ahu min qiyam al-layl
an-nawm au waja. Mtume pia alikuwa ni mwanadamu kama sisi. Ikiwa pengine amepata maumivu usiku au usingizi umemzonga, amepata usingizi na ikawa hakuweza kusali qiyamul layl, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sali raka 12 za sunna baina ma'al katikati, analipiza zile qiyamul layl ili ajizolee thawabu ya kusamehewa madhambi, ili ajizolee thawabu ya kuwa mtu amesimama usiku. Nyingine katika ibada tunazochagua ya tatu, qira'atul ayatayn min akhir suratul Baqara, ni mtu kusoma zile aya za mwisho za suratul Baqara. Lakini mara nyingine kwa sababu ya malezi na mazoea, kuna baadhi za sura ukimwambia mtu asome afikiria bora kwenye khitma 40. Ukisikia wewe unasoma ayatul kursi, amwaza lillahi ma fi samawati ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfir liman, afikiri mtu amekufa. Au kumwambia mtu Allahumma ighfir lahu warhamhu, anajua hapa mtu ashakufa. Kama vile katika sunna mtu akikualika chakula umekula kwake iftari, alhamdulillah, baada ya kuondoka wasema nini? Hata Muislamu anamwambia shukrani jazakallah, ina adabu yake. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa barik lahu. Hii ndio dua ya kumwambia mtu, dua amekulisha wewe, si masala kusema shukrani, asante Mungu akuzidishie. Wewe rudi katika sunna bwana Mtume amesemaje? Maana sisi tuna zile mambo ya kubahatisha, kila kitu wewe unaweka pili unataka, kama ni kusema alhamdulillah. Ndio juzi swali tarawih miongoni mwa aya zilikuwa zikisoma na wazee walikuwa wamegala, vijana walikuwa wamegala katika safu za mwisho, akasikia tu kauli, neno la mwisho alisikia ni wala minadhdallin, na alikuwa kwenye usingizi. Yeye akaitikia amin, yeye akijua pengine suratul Fatiha ndo imesoma, kumbe imamu alikuwa anasoma aya nyingine miongoni mwa aya katika juzu ya pili. Yeye akapiga amin, akashtuka, amebaki watu wanne. Akashtuka tena, hii amin mbona ni sisi pekee yetu? Kwa sababu ya mazoea, anafikiri tukisikia tu dhali wewe ka amin. Kwa hivyo miongoni mwa kusoma lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir, ila akhir, mpaka mwisho ya aya. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qaraa, atakayesoma hizi aya, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila usiku fi layla kafata, akisoma usiku hizi aya kafata, imemtosheleza. Imamu Nawawi anasema qila imemtosheleza bimaana kafahu min qiyamil layl, anaandikiwa imemtosheleza kusoma hizi aya mbili, imemtosheleza kuandikiwa thawabu ya kusimama usiku. Ya pili waqila, na vile vile kasema kafahu, imemtosheleza, imemlinda mina shaitan. Na ya tatu waqila min al-afat, matatizo. Kwa hivyo hii aya pekee yake ukisoma usiku wajizolea thawabu mara tatu, ni kinga dhidi ya shetani, ni kinga dhidi ya matatizo, na ni thawabu inaandikiwa umeswali usiku kucha katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyingine, Abdullah bin Mas'ud akatilia mkwazo akasema, man qaraa khatimatul Baqara, atakayesoma mwisho wa suratul Baqara, ajza'at anhu qiyamul layl, analipwa malipo ya mtu ambaye kwamba amesali sala za usiku. Ibada nyingine ambayo kwamba ni muhimu sana na ni miongoni mwa sunna ambayo kwamba imetupotea sisi kwa sababu ya shughuli na kwa sababu ya harakati za kidunia, na umma sabiqa na salafu salih walizingatia faida hii na ikawa wanajitahidi, ikawa mpaka katika jamii zingine ni ada, ni tabia, ni mazoea. Almuhafidhatu ala ba'd adab aljumaa, siku za Ijumaa kuna adabu zingine, kuna vitendo vingine katika siku ya Jumaa tunafanya, lakini kwa mwingine anaona ni kawaida.
lakini kwa Muislamu anaiona ni ibada na ina thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadithi ya Aus bin Aus al-Thaqafi anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimsikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yakul, akisema, man ghassala yawm al-jum'a wa ghasala, kuoga siku ya Ijumaa, atakayeoga siku ya Ijumaa. Naona ni jambo la kawaida, lakini haikuwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Hizi siku zote tunaoga, lakini hapa imewekwa special, man ghassala yawm al-jum'a, atakayeoga siku ya Ijumaa, thumma bakara wabtakara, kisha akajitia manukato, kujitia manukato siku ya Jumaa, wa masha walam yarkab, ukatembea hata kama una gari, una ngamia, una pikipiki, ukatembea kuelekea msikitini, wadana bil imam, ukakaa mpaka imamu akaja akawa mwenye kutubu, fastamaa, ukasikiza, walam yalgha, na wala kufanya mambo yasiyokuwa na faida, kana likulli khatwatin amalu sana, kila hatua uliopiga, umeoga, umejitia manukato, unatembea sasa, ukitoka nyumbani waja msikitini, kila step ambao kwamba ulikuwa ukipiga, likulli khatwatin amalu sana, ni kila hatua moja ulipiga ulikuwa unaandikiwa ibada ama amal, kitendo ambao kwamba ulifanya mwaka mmoja. Ajru siyamiha wa qiyamiha, malipo yake ni mfano wa saum na qiyamul layl. Unaandikiwa thawabu kila hatua, umefunga mwaka mzima na umesali qiyamul layl mwaka mzima, kuoga, kujitia manukato na kuwahi mapema msikitini. Hii faida tunapata. Na vile tumejiweka sisi katika ulimwengu sasa hivi, tukimbilia dunia. Ni wangapi walikuwa na wanaona wamemiliki dunia na wameiacha? Kina Qarun wamewacha, kina Firaun waliona ndio viongozi, wamewacha. Hata kuna wengine muslimin wa ghairu muslimin wamewacha. Lakini sisi lao tukiweza kuchukua faida kama hii siku ya Jumaa, hasa katika huu mwezi mkuu Ramadhani, oga ibada, naweka nia unaoga ibada, valia vizuri, jipatie manukato, kuja msikitini mapema, kaa sikiza khutba, ndio utapata. Abu Dharr al-Ghifari alikuwa akiishi karibu na mtume, karibu na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada alikuwa akiishi mbali na msikiti, mara akasikia kuna nyumba karibu na msikiti faragh, yani haina mtu, amehama mtu, natakana mpangaji. Akawa yeye anasema yanapenda kuishi hapa. Habari hizi zikamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa fulani anaona usahali, anaishi karibu na msikiti, ataweza kupata jamaa, atasikiza zile durus, atakuwa anasikiza darasa zako, mawaidha zako, atakuona. Lakini mtume alipomwita kumwambia huyu sahaba, diyarukum taktubu athara, mara nyingine kuishi mbali ni kheri, kwa sababu angalia kama hii kuja Jumaa unaandikiwa thawabu ya saum kila hatua moja. Kwa hivyo ukihesabu kutoka hapa mpaka pale, kama ni hatua 10, ni step 10, unaandikiwa umefunga miaka 10 na umesali qiyamul layl miaka 10. Kama ni step 20, ndio maana mtume kaeka ni sunna kutembea, yani wewe unahesabiwa kwa zile step. Ya mwisho ni mtu kuweka nia, ani yanwi qiyamul layl kabla an-nawm. Ikiwa huwezi, weka nia ya kusali sala za usiku. Hadithi ya Abu Darda radhiallahu anhu anasema, qala nabii sallallahu alaihi wasallam, man ata firashahu, atayitaka kwenda kulala mipanda katika kitanda chake, wa huwa yanwi, ikawa yeye amenuia an yaquma yusalli min al-layl, amenuia atasali sala za usiku, faghalabahu ainahu, basi usingizi kamshinda, hata asbaha, akapitiwa na usingizi mpaka alfajiri ikaingia, kutiba lahu manawa, basi anaandikiwa amepata ujira, thawabu ya kile ambacho kwamba alinuia kusali sala za usiku, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwandikia amefanya sala za usiku. Si tu hiyo peke yake, nani ashaitoa sadaka katika usingizi?
kutoa sadaka katika usingizi. Akasema wa kana naumuhu, kwa sababu alilala na nia ya kusali qiyamul layl, sadaqa. Wa kana naumuhu, na usingizi wake sadaqatan alayhi min rabbih, inakuwa ni sadaka kwa yeye mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ile usingizi pia inakuwa ni sadaka.